Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wakati mwingine mzuri ametupatia, wakati ambao tunakwenda kusikia ujumbe wa neno la Mungu siku ya leo. Leo ni tarehe 16 ya mwezi wa 3 na inaendana na Injili ya Yohana sura ile ya 3 mstari ule wa 16. Na siku ya leo ujumbe kutoka kwenye Injili ya Yohana sura hii ya 3 na mstari wa 16 ni ujumbe maalum kwa tarehe ya leo kwa chuo cha The Timothy Initiative ulimwengu mzima, zaidi ya nchi 42. Tarehe kama ya leo watumishi wa Mungu mbalimbali watafundisha kupitia mstari huu ambao unafahamika sana, Yohana 3:16. Lakini pamoja na kuwa na mstari huu utakaofundishwa na unaoendelea kufundishwa siku ya leo ulimwenguni, Roho Mtakatifu atawafunulia watumishi wake kadri apendavyo. Na kupitia ujumbe huu kuna kitu cha tofauti ambacho watu watapokea siku ya leo, na kwa sababu neno la Mungu litafanikiwa na kutimiza makusudi yake, halitashuka bure. Siku ya leo ujumbe huu utaleta mabadiliko makubwa mahali hapa na popote pale ambapo ujumbe huu utakuwa unafundishwa siku ya leo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Hiyo Yohana 3:16, nafikiri wengi wetu tunauelewa huo mstari. Tunaweza kusema hata bila kusoma Biblia. Hebu tuseme wote: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kutoka kwenye huo mstari mimi nimepata somo linalosema upendo wa Mungu dhidi ya ulimwengu uliopotea. Upendo wa Mungu dhidi ya ulimwengu uliopotea. Tuombe. Mungu mwema, tunalibariki na kulitukuza jina lako, tukikushukuru kwa ajili ya upendo wako wa ajabu. Ulitupenda upeo hata ukaweza kutuumba sisi wanadamu kwa mfano wako na sura yako, na hata baada ya kukukosea wewe Mungu na kutotii maagizo yako, bado uliendelea kutupenda kwa upendo wako wa agape. Tunasema asante kwa sababu Mungu, wewe niko ambaye niko, haubadiliki. Unaendelea kutupenda. Ulitupenda jana, unatupenda leo, na unaendelea kutupenda milele na milele. Tunakushukuru kwa ajili ya ujumbe ulioko mbele yetu. Tunaamini
kama neno lako linavyosema, ya kwamba neno lako halitashuka bure, litafanikiwa na kutimiza makusudi yake kama ulivyokusudia. Asante kwa Roho wako Mtakatifu, msaidizi uliyetupa, anayetuongoza watumishi wako na kutufunulia kile ambacho Mungu unahitaji tuweze kukipokea na kukiwasilisha kwa watu wako. Roho wako Mtakatifu awezaye kutufundisha na kututia katika kweli yako, tunamwalika aweze kuwa pamoja nasi tunapoanza na kuendelea kujifunza ujumbe huu, na tunaamini wewe Mungu utatukuzwa kupitia ujumbe huu, nasi tutabarikiwa katika jina la Yesu, na watu wote tuseme amen. Tunaweza kukaa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Tunapozungumzia upendo wa Mungu, tunazungumzia upendo ambao ni wa kipekee sana, ambao ni tofauti kabisa na upendo wa aina nyingine yoyote. Upendo wa Mungu unaojulikana kama upendo wa agape. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na upendo huu wa Mungu mara ya kwanza kabisa tunauona baada ya ule uasi wa Edeni. Ulikuwepo kabla ya ule uasi pia, kwa sababu kabla ya uumbaji Mungu aliweza kuonyesha upendo wake kwa kuandaa mahitaji yote muhimu kwa ajili ya mwanadamu, na baada ya kukamilisha akaona kila kitu alichokifanya ni chema. Na hata baada ya kumuumba mwanadamu kwa mfano na sura yake, tunaona ndipo sasa alipoweza kumkabidhi hivyo vitu ambavyo alikuwa amevifanya. Alifanya hayo yote kwa sababu tu ya upendo wake wa agape. Lakini tunaona hata baada ya Adam na Hawa kumwasi Mungu, bado tunaona upendo wa agape ukionekana kwa kiwango cha juu zaidi. Kisoma katika sura ile ya 3 ya kitabu cha Mwanzo, baada ya ule uasi wa Edeni, tukaona mabadiliko yaliyomtokea Adam na Hawa. Wakajiona wako uchi, yani wakapungukiwa na utukufu wa Mungu baada ya kutenda dhambi, na maandiko yanasema wakaanza kumkimbia Mungu, wakaanza kujificha, na wakajaribu kutatua lile tatizo ambalo walikuwa wamelipata la kujiona wako uchi. Wakajaribu kutatua kwa njia zao wenyewe. Maandiko yanasema wakajifanyia majani ya mtini, wakakata yale majani ya mtini, wakayashona na kuyafanya kama nguo za kuastiri. Lakini wakiwa katika mahangaiko hayo, Mungu anawatafuta. Anamuuliza Adam, kwa sababu Adam ndiye aliyekuwa kiongozi. Anaulizwa, Adam uko wapi? Anasema niko uchi. Lakini Mungu anamwambia,
nani aliyekwambia kwamba uko uchi? Je, umekula wewe matunda yale niliyokukataza? Kwa hiyo tunaona upendo wa Mungu ukimfuata, ukimtafuta mwanadamu hata baada ya kuwa amekosea. Haleluya. Kwa hiyo tunaona baada ya ule uasi wa Edeni, au kile ambacho shetani alikifanya kumdanganya Adam na Hawa, ni sawasawa alianzisha vita kati yake na Mungu. Na kwa sababu Mungu ni upendo, ndio maana tunaona sasa hapa hii vita kati ya Mungu na shetani ikabadilika kuwa ni vita ya upendo wa Mungu dhidi ya ulimwengu uliopotea. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Tayari Adam na Hawa wameshaasi na wamejikuta katika hali mbaya ambayo hawakuwa wameitarajia. Lakini hapa tunachokiona, hakuna kitu kingine chochote ambacho kingeweza kuwapa unafuu au kuwasaidia Adam na Hawa wakiwa katika hiyo hali, isipokuwa tu ni upendo wa Mungu, upendo wa agape. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Ndio maana maandiko yetu ya msingi yanasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma pia kwenye Warumi sura ile ya 5 mstari ule wa 8, tunasoma hivi: bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kama ilivyokuwa kwa Adam na Hawa, wakati wanahangaika, upendo wa Mungu uliwafuata kule walipokuwa. Upendo wa Mungu uliwatafuta kule walipokuwa. Na kwa sababu hiyo sasa, ule ushindani kati ya upendo wa Mungu na ulimwengu ambao ulipotea sasa kupitia Adam, tunaona ushindi wa upendo huu wa Mungu ukishinda. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo upendo wa agape, nia, ushindi ulio kinyume na hali mbaya yoyote ambayo ilitokana na uasi wa Edeni. Lakini Mungu akaonyesha upendo wake wa kumtafuta mwanadamu vile alivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya.
Haleluya. Kisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 9 na kuendelea, unaweza kusoma zaidi kile ambacho Mungu alikifanya kinachoonyesha upendo wake. Na katika somo hili, upendo wa Mungu dhidi ya ulimwengu uliopotea, kuna mambo 6 ambayo tutayaangalia. Jambo la kwanza, tutaangalia hali ya ulimwengu na mwanadamu. Jambo la pili, tutaangalia upendo wa Mungu kwa ulimwengu. Na jambo la tatu, tutaangalia imani kwa mwana wa Mungu, imani kwa mwana wa Mungu, yaani Yesu Kristo au Masihi. Jambo la 4, tutaangalia kuepuka mateso katika moto wa milele au jehanamu. Jambo la 5, tutaangalia juu ya uzima wa milele. Lakini jambo la mwisho ambalo tutaangalia juu ya hukumu ya milele. Vipengele hivyo vyote tumevipata kutoka kwenye huo mstari wa 16 wa Injili ya Yohana sura ile ya 3. Tuanze na kipengele cha kwanza, hali ya ulimwengu na mwanadamu. Kwa maana jinsi hii, haleluya, anaonyesha hali ya ulimwengu. Kutokana na ile hali ya ulimwengu iliyotokea, ilimsababisha Mungu afanye kitu. Na tunapoangalia hali ya ulimwengu, tumeiangalia katika maeneo makubwa mawili. Kabla ya uasi wa Edeni na baada ya uasi wa Edeni. Hali ilivyokuwa kabla ya uasi wa Edeni, tunaona ilikuwa ni hali ya ustawi katika mambo yote. Sura ya 1 na ya 2 ya kitabu cha Mwanzo inaonyesha kwamba hali ya ulimwengu ilikuwa ni hali ambayo ilikuwa na ustawi. Kila kitu kilikuwa ni chema, kama ambavyo tunasoma kwenye Mwanzo 1:31. Na ule mstari wa 26-28 tunaona jinsi mwanadamu alivyoumbwa. Mungu akambarikia, akampa kutawala, kila kitu kilikuwa kinaenda vizuri. Lakini tunapoanza sura ya 3, tunaona mambo yanabadilika. Hapo sasa ni baada ya uasi wa mwanadamu. Na kama ambavyo nimetangulia kusema, baada ya ule uasi, kwenye ule mstari wa 7 sura ya 3, Mwanzo 3 na mstari wake ni ule wa 7. Tunasoma hivi: wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kiendelea huko mbele utaona, tutaweza kuelewa kile kilichoendelea. Lakini tunaona kilichotokea walipojiona kuwa wako uchi ni kwamba waliweza kupungukiwa
au kupoteza ule utukufu ambao walikuwa nao kabla. Ukisoma pia kwenye Warumi sura ya 3 mstari wa 23 mpaka 24. Warumi 3:23 mpaka 24. Tunasoma hivi: kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo baada ya dhambi ule utukufu wa Mungu ukaondoka. Utukufu wa Mungu ukaondoka kwa Adamu na Hawa. Na baada ya utukufu wa Mungu kuondoka, tunaona ndipo mahangaiko yalipoanza. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwenye Warumi 15:12 pia, Warumi 15:12, Warumi 15:12 anasema, na tena Isaya anena, litakuwako shina la Yese, naye aondokeaye kuwatawala mataifa, ndiyo mataifa watakaye mtumaini. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo baada ya uasi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, kulikuwa kunahitajika jambo ili kuweza kurejesha ule utukufu ambao Adam na Hawa walikuwa wameupoteza. Hapo tunaangalia hali ya ulimwengu baada ya uasi, kile kilichotokea. Kama ambavyo tumeona Adam na Hawa wakajiona wako uchi na wakajaribu kuondoa tatizo kwa njia za kibinadamu, kama watu wengi ambao wanafanya wanapopata na matatizo, wanapokutana na matatizo mbalimbali, huwa wanajaribu kutatua yale matatizo kwa njia zao wenyewe. Na ndio maana kwenye kitabu cha Mithali anasema, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini njia ile mwisho wake unakuwa ni mauti. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani kama ilivyokuwa kwa Adam na Hawa, ile njia walioitumia isingeweza kuleta ufumbuzi wa kile ambacho walikuwa wanahitaji. Walikuwa tu wanajaribu kuondoa tatizo, lakini tatizo lingeendelea kuwa pale pale. Kama ambavyo tumeona hali nyingine iliyotokea ni Adam kuanza kumkimbia Mungu na kujificha, lakini pia ikatokea chuki ambayo haikuwepo kabla. Ikatokea chuki badala ya upendo. Ina maana Adam na Hawa, hasa Adam kulingana na majibu yake na maneno yake aliyosema hapo kabla kuhusiana na Hawa, yakaonyesha kwamba amepoteza upendo wake wa kwanza. Kwenye ule mstari wa 12
anapoulizwa na Mungu, je, umekula wewe yale matunda ambayo nilikukataza? Badala ya kujibu kwamba amekula, kwa sababu Biblia inasema kwamba Hawa alipokula akampa na mmewe Adamu naye akala. Kwa hiyo badala tu ya kujibu moja kwa moja kwamba nimekula, anasema ni huyu mwanamke uliyenipa. Kwa tafsiri nyingine ni kama anamkosoa Mungu, kwa sababu Mungu alisema si vema huyu mtu awe peke yake. Na yeye mwenyewe baada ya kuletewa Hawa akamfurahia, akasema huyu ni nyama katika nyama zangu na mifupa katika mifupa yangu, ataitwa mwanamke. Akampa na jina, ataitwa mwanamke, kwa sababu upendo wa Mungu ulikuwepo bado. Alikuwa hajapoteza ule upendo wa kwanza. Na kwenye zile barua za makanisa 7 kwenye Ufunuo, kuna kanisa moja linaambiwa umeuacha upendo wako wa kwanza. Lakini pia hali nyingine iliyojitokeza sio tu hali ya chuki badala ya upendo, lakini hali nyingine ndipo ambapo iliyojitokeza ndio ambayo tunaipata hapo, uongo na wenyewe ambao kuwepo kwenye sura ya kwanza na ya pili. Kwenye sura ya 3 tunapata uongo. Mwanamke anapoulizwa anasema nyoka alinidanganya. Na kwenye Injili ya Yohana, Yesu anapoongea na wale wale Wayahudi ambao walimwamini kwenye ile Yohana 8:31 na kuendelea, anasema shetani ndiye baba wa uongo, yani muasisi wa uongo ni shetani. Kwa hiyo uongo ukaingia, na uongo baada ya kuingia umekuwa na madhara makubwa hata leo. Hiyo ndio hali ya ulimwengu baada ya uasi. Lakini ukiendelea kusoma hiyo sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo, unagundua kwamba hata laana ambayo haikuwepo kwenye sura ya kwanza na ya pili, laana ikaingia. Tunaona nyoka akilaaniwa. Lakini tunaona uadui ambao haukuwepo hapo kabla kati ya mwanamke na Ibilisi. Kwenye ule mstari wa 15 sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo, tunaona uadui kati ya mwanamke. Na tunapozungumzia mwanamke, tunajua mwanamke analiwakilisha kanisa. Kwa hiyo kukawa na uadui kati ya kanisa na Ibilisi ambaye ni nyoka. Mungu ndivyo anavyowatafuta watu wote siku ya leo. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema kwa sababu hapendi mtu yeyote apotee. Ndio tunaona upendo wa Mungu ulimsukuma sasa. Maandiko yanasema hata akamtoa mwanawe pekee kuwa sadaka ya dhambi msalabani. Upatanisho unaotoka ndani ya moyo wa upendo wa Mungu, na haikuwa kitu cha kulazimishwa kufanya, bali Mungu mwenyewe aliamua kwa hiari yake kufanya. Haleluya. Kwenye
18 mstari wa 32 tunasoma hivi: yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Naona Yesu mwenyewe, Mungu mwenyewe aliamua kumtoa mwanawe pekee. Kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 mstari wa 10 pia tunasoma hivi: hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya! Kwa hiyo tunaona kile ambacho Mungu alifanya kwa hiari kabisa. Tunaendelea na kipengele cha 3. Anasema ili kila amwaminie. Hapo tunaona imani kwa mwana wa Mungu au Masihi. Ili kila mtu amwaminie. Unajua huu mstari wa maarufu wa Yohana 3:16 ni mstari ambao unapatikana kutoka sehemu ya mafundisho ya Yesu na Nikodemu kwenye ile Yohana 3. Yohana 3 mstari wa kwanza mpaka 21 ni mazungumzo ya Yesu akimfundisha Nikodemu. Na kwenye yale mafundisho ambayo Yesu anamfundisha Nikodemu, ndipo pia tunakutana na mstari huu unaosema, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya! 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 Tunazungumzia imani kwa mwana wa Mungu. Kipengele cha 3. Tunapoanza kusoma habari hizo za Yesu na Nikodemu, tunagundua yale mazungumzo ya Yesu na Nikodemu yaliweza kumfanya Nikodemu akamwamini Yesu.
ni Masihi, kuwa ndiye Kristo. Akaamini. Ndio maana tunaona anasema ili kila mtu aaminie. Tunaona Nikodemu akawa ni mmoja ya wale ambao walimwamini Yesu Kristo kwamba ni Masihi aliyetarajiwa, ambaye maandiko yalimshuhudia. Na ukianza kwenye hiyo sura ya 3, anasema mstari wa kwanza, anasema basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo jina lake Nikodemu, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Haleluya. Unajua huyu Nikodemu kabla ya kumwendea Yesu usiku alifanya utafiti. Yesu aliyokuwa anayafundisha au injili ambayo Yesu alikuwa anaihubiri, injili ambayo ilikuwa inaambatana na ilikuwa na mafundisho sahihi, mafundisho yenye nguvu za Mungu, lakini pia injili ambayo iliambatana na miujiza ya Mungu. Ndio maana Nikodemu anakiri baada ya kwenda kwa Yesu, anaonyesha vile ambavyo Yesu amemshawishi. Amemshawishi kwa kitu gani? Amemshawishi kwanza kwa mafundisho yake, lakini pia hata vile miujiza ambayo Yesu alikuwa anaifanya. Nikodemu anasema hii miujiza na haya mafundisho haiwezekani yakatoka sehemu nyingine, yakatoka kwenye chanzo kingine, isipokuwa haya yote ambayo Yesu anayafanya yanatoka kwa Mungu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma kile ambacho Nikodemu alikifanya, kilifanywa pia na watu wa Beroya. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 10 tunasoma hivi: mara hao ndugu wakawapeleka Paulo na Sila usiku hata Beroya. Nao walipofika huko, wakaingia katika sinagogi la Wayahudi. Watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike. Waungwana kwa sababu gani? Anasema kwa kuwa walipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo. Hao watu wa Beroya, kama ilivyokuwa kwa Nikodemu, alipokea lile neno la Yesu au yale mafundisho ya Yesu kwa uelekevu wa moyo. Wakayachunguza maandiko kila siku. Nikodemu pia alichunguza kabla ya kumwendea Yesu. Kwa hiyo anapomwendea Yesu tayari ameshakamilisha uchunguzi wake aliofanya, na tayari ameshashawishika. Wakayachunguza
wakichunguza maandiko kila siku waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Yaani katika kipindi ambacho tunacho sasa hivi tuna watu ambao hawachunguzi, na kwa sababu hiyo wamekuwa wahanga, wamekuwa waathirika wa manabii wa uongo wa siku za mwisho. Unajua kipindi hiki kuna sadaka nyingi kuliko hata zilivyokuwa katika Agano la Kale. Yaani Agano la Kale linataja kabisa sadaka zilizokuwepo katika Agano la Kale, lakini hawa watumishi wa uongo, yaani wameanza na wao wamebuni sadaka zao nyingine, mpaka kuna sadaka za kujilipua. Na wale wanaambiwa kabisa leo kuna sadaka ya kujilipua, yaani hata kushtuka tu kwamba hii sadaka ya kujilipua sasa si nitakufa. Au hii sadaka ya kujilipua si itamaliza. Sadaka yenyewe inaitwa ya kujilipua, na hakuna kwenye Biblia hata katika Agano la Kale inasema sadaka ya kujilipua. Lakini unakuta watu kwa sababu hawachunguzi wameingia katika upengeufu na kutapeliwa, na wengine wamefilisika kwa sababu tu ya kutokuchunguza. Lakini tunapomwangalia Nikodemo, kabla ya kumwendea Yesu alichunguza kwanza, alifanya utafiti. Tunaona pia watu wa Beroya, maandiko ambayo tumesoma wanasema wakayachunguza maandiko kila siku, wakajiridhisha kama vile Nikodemo alivyojiridhisha, akaona hiki kinachofundishwa ni sahihi na chanzo chake cha huu ufunuo kimetokana na Mungu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tunaona watu wa Beroya pamoja na Yohana waliweza kushawishika, waliweza kushawishiwa na Yesu. Na hii nguvu ya ushawishi ni kwa kila mtu awaye yote, mwenye elimu, msomi. Kama huyu Nikodemo tunaambiwa alikuwa anaitwa Rabi, yani ni mwalimu. Hata Yesu anakiri, anamwambia, ukisikiliza yale mazungumzo yao, baada ya kuambiwa huna budi kuzaliwa mara ya pili, akawa haelewi. Yesu anamwambia, wewe mwalimu kabisa, Rabi, hujui mambo haya? Kwa hiyo nguvu ya ushawishi ya Yesu ni kwa mtu awaye yote, yaani kila mtu, mwenye elimu, mwenye cheo, tajiri, maskini na watu wa aina zote. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Lakini tunaona pia majibu ya Yesu kwa Nikodemo kulingana na swali ambalo alimuuliza. Yesu anamwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili, jambo
ambalo lilimshangaza sana Nikodemo. Alikuwa hajawahi kusikia, likamtatiza. Lakini kumbuka Nikodemo alipoenda kwa Yesu, alikuwa ametaja sababu za kumwendea Yesu. Sababu kubwa alisema ni neno la Mungu, yani mafundisho yake yalikuwa ni ya kipekee. Lakini sababu ya pili ni miujiza ambayo Yesu aliifanya. Sasa wakati Nikodemo anaendelea kuzungumza na Yesu, Yesu anampa kitu kingine. Anamwambia kwamba kuna muujiza, hiyo miujiza ambayo umeiona ilifanyika, lakini kuna muujiza mkubwa kuliko hiyo miujiza yote mingine ambayo unaisema. Ni muujiza wa kuzaliwa mara ya pili. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ule mstari wa 3 mpaka 21 unaona yale mazungumzo yote yanazungumzia juu ya ule muujiza wa kuzaliwa mara ya pili. Yesu anamfafanulia Nikodemo, anamueleza, anamwambia kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Sawa? Mpaka akaelewa kuhusiana na huo muujiza. Na ndipo ambapo sasa Nikodemo akashawishika na akaamini. Kumbuka tuko kwenye kipengele cha imani, anasema ili kila mtu amwaminie. Kwa hiyo Nikodemo alikuwa tu rahisi, au imani yake alikuwa tu ya kurubuka au kuibuka tu. Tunaona imani ya Nikodemo ilikuwa na msingi wake, ilikuwa na mizizi, ilikuwa imejengwa kwenye neno la Mungu. Na imani ambayo imejengwa kwenye neno la Mungu haiwezi kutikiswa. Haiwezi kutikiswa na dhoruba, haiwezi kutikiswa na jambo lolote. Kwa hiyo tunaona baada ya kuamini, jambo la kwanza ambalo lilimtokea Nikodemo, na yeye akapokea huo muujiza wa kuzaliwa mara ya pili. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na akawa mfuasi wa siri wa Yesu Kristo. Kwenye Wakorintho kwanza sura ya 2 mstari wa 4 mpaka wa 5 tunasoma hivi: na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na za nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Kilichomshawishi Nikodemo, akushawishiwa na akili, maneno ya kushawishi akili yake, bali alishawishiwa na neno la Mungu. Akawa na imani kwa Masihi. Anasema ili kila mtu amwaminie. Tunapozungumzia imani ambayo Nikodemo alikuwa nayo, Kiyunani inaitwa pisteo. Na hii imani
inajumuisha mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, ushawishi wa uhakika kuwa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na mwokozi pekee wa ulimwengu, wa wanadamu wote waliopotea. Hiyo ndio maana ya imani. Kwa hiyo Nikodemo kilichomshawishi akawa na uhakika kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu na mwokozi pekee wa ulimwengu, watu wote waliopotea. Kilicho washawishi watu wa Beroya ni kwamba baada ya kuchunguza maandiko wakawa na uhakika kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na mwokozi pekee wa ulimwengu na wanadamu waliopotea. Na kwenye uchunguzi ambao Nikodemo alifanya pamoja na watu wa Beroya, walifanya uchunguzi kupitia maandiko, na kuanzia Agano la Kale, baada tu ya uasi kwenye ile Mwanzo 3:15 tunaona mipango ya Mungu ya kumkomboa mwanadamu au ya kumwokoa mwanadamu ilianza wakati huo. Aliposema nitaweka wadui kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka, tayari Mungu akana mpango. Na baada ya kuwa na huo mpango, akawafunulia manabii, kina nabii Isaya, kina nabii Mika, kina nabii Zakaria, wakatabiri habari za huo mpango. Nabii Isaya akasema, akaona, tazama bikira atachukua mimba, atazaa mwana, na yule mwana atakuwa ni Masihi, ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Na maandiko yanasema kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno litathibitika. Ndio maana ili Mungu kuthibitisha mpango wake akawafunulia wale manabii wakatabiri habari za kuja Mwokozi ulimwenguni. Na kilichomshawishi Nikodemo pamoja na watu wa Beroya kwenye uchunguzi wao, waligundua kwamba Mungu hawezi akawa na mpango zaidi ya mmoja wa kumwokoa wanadamu au wa kuwaokoa wanadamu. Mungu alikuwa na mpango huo mmoja tu ambao aliutangaza baada ya uasi wa Edeni, na akahakikisha ule mpango unatimia, akahakikisha ule mpango hauzuiliwi na kitu chochote. Tunaona hata baada ya Yesu kuzaliwa, Mfalme Herode
mpango kwa kutaka kumwangamiza Yesu, kwa kutaka kumuua mtoto Yesu, mwokozi wa ulimwengu. Lakini tunaona huo mpango haukuweza kufanikiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Kilichomshawishi Nikodemo pamoja na watu wa Beroya ni kwamba waliweza kugundua ya kwamba Mungu ana mpango mmoja tu wa ukombozi baada ya uasi. Ndio maana kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12 anasema hakuna jina jingine chini ya mbingu ambalo wanadamu wamepewa liwapasalo kuokolewa kwalo isipokuwa ni jina la Yesu. Kwenye Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 6 Yesu anamwambia Tomaso na wanafunzi wake, anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba pasipo mimi. Unajua neno la Mungu sio siasa. Neno la Mungu limenyoka, lakini watu wanajaribu kuingiza siasa kwenye neno la Mungu. Watu wanakwambia kwa sababu tuna dini mbalimbali, hizo dini ndio njia za kutufikisha kwa Mungu mbinguni. Lakini tunapoangalia mpango wa Mungu kuanzia mwanzo, unajua vitu vingi vikikutatiza, hebu rudi mwanzo. Mwanzo ilikuwaje? Tunapoangalia mwanzo baada ya uasi, tunauona mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ambao umeendelea kizazi na kizazi mpaka pale Yesu alipokuja kuzaliwa na Bikira Mariamu. Bikira Mariamu pia aliambiwa na malaika, utachukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, utazaa mwana, utamuita jina lake Yesu. Maana ya Yesu ni Mwokozi, maana ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Mathayo 1:21. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kilimshawishi Nikodemo. Hicho ndicho kilichowashawishi watu wa Beroya. Hicho ndicho ambacho kimewashawishi watu wote, mimi na wewe ambaye umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na Mwokozi pekee wa ulimwengu. Hakuna mwokozi mwingine isipokuwa ni Yesu. Haleluya. Hakuna mpango mwingine wa wokovu wa mwanadamu isipokuwa ni Yesu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hapo tunaangalia eneo moja la maana ya imani kutokana na neno pisteori, neno la Kiyunani. Tafsiri nyingine ya pili kwenye neno hilo ni ushirika wa kuisalimisha nafsi pamoja na utii kwa Kristo. Hiyo ndio maana yake. Ushirika wa kuisalimisha nafsi pamoja na utii kwa Kristo. Ukisoma kwenye Yohana 15 mstari wa 1 mpaka 10, Yesu anatoa mfano wa mzabibu. Anasema mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ni mkulima.
ninyi ni matawi, na kwa sababu ni matawi, kaeni ndani yangu. Kama tawi la mzabibu lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokuwa kwenye shina, ndivyo na ninyi mnatakiwa kuwa na ushirika. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Na kuwa na ushirika maana yake ni nini? Ni kuisalimisha nafsi pamoja na utii kwa Kristo. Kuisalimisha nafsi yake. Ndio maana kuna maneno tofauti tofauti ambayo watu wanasema. Wengine wanasema nampenda Yesu, wengine wanasema nimeyatoa maisha yangu kwa Yesu, maisha yangu yote nimempa Yesu. Ina maana nimeisalimisha nafsi yangu kwa Yesu, na kwa sababu nimeisalimisha nafsi yangu kwa Yesu, nimekuwa na ushirika. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Nimekuwa na ushirika mzuri na Yesu, nimeunganishwa na Yesu. Kwenye Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 21 tunasoma hivi: yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha